Karibu sana wadau wetu wanapita tu ya siku zote, ambayo haikosi la ziada katika yale ya faida ambayo sisi pia huwa tunahitaji kuyasogeza na kuyaweka katika uwanja wetu uliokuwa mpana, uwanja wa faida, uwanja wa kupatiana yale ambayo tumekuwa tunayafahamu kwa ufupi, lakini hapa pia inakuwa ni sehemu au uwanja mpana kufahamishana kiurefu na upana zaidi. Mimi naitwa Anko wote dunia nzima, niite Anko Amiri. Karibu sana kwenye napita tu, na kama ndo kwanza unaitazama kwa mara ya kwanza, basi endelea kusubscribe kwenye channel yetu, lakini vile vile pia endelea kutupatia maoni kuhusiana na kile ambacho sisi tumekuwa tunakiendeleza kwa mwendo wetu wa taratibu, lakini tunaamini ya kwamba kile cha ziada kinafika kwenu na nyinyi pia mnapata nafasi ya kuongeza maarifa. Leo tuna nafasi ya kufahamu neno moja ambalo limekuwa linatamkwa kwa ufupi zaidi kwa kuitwa SWOT. Yes, kama ni mtazamaji wa movie au mfuatiliaji wa mambo mengi sana ya kidunia, hususan zaidi katika nchi ya Marekani, inawezekana ushakifahamu kikosi hiki kinachoitwa SWAT. Wanakifupisha kwa kiita hivyo SWAT, lakini kwa urefu zaidi inajulikana kama Special Weapon and Tactics. Yes, Special Weapon and Tactics, au unaweza ukaikatisha ukawaita SWAT. Na SWAT ni kikosi cha askari wenye akili na tekniki za hali ya juu zaidi duniani kwenye mapambano ya mkono na silaha, na hawa ni jukumu lao ni kuhandle situation yoyote ambayo inakuwa haipo sawa katika nchi ya Marekani. Basi wao huwa ndo wanatumwa kwa ajili ya kwenda kutuliza au kuzuia yale mambo ambayo yanakuwa hayako sawa. Na SWAT ilianzishwa rasmi, kikosi hiki kilikuwepo tangu mwaka 1960, lakini mwaka 1965 ndo kilianzishwa rasmi, na 1966 kikosi hiki ndo kiliundwa cha kwanza kabisa kutoka katika mji wa Los Angeles mwaka 1966, toka kuundwa kwake mwaka 1965. SWAT pia wanahusika katika kufanya kazi ya kukusanya ushahidi katika mipaka ya nchi ya Marekani, lakini vile vile pia huwa wanahusika katika swala zima la kuzuia matumizi ya madawa ya kulevya. Kwa hiyo SWAT ni moja ya kikosi imara sana, kikubwa, na kina nguvu ya kipekee zaidi katika nchi ya Marekani. Na kama umekuwa ni mfuatiliaji wa movie kadhaa, umekuwa unaona kuna baadhi ya movie zinaita SWAT ambazo wamekuwa wanazitumia kwa ajili ya jeshi hili kulizungumza. Kwa hiyo kwenye napita tu ya siku ya leo, asante sana kwa kutega sikio na kutega macho yako kuitazama hii. Naitwa SWAT napita tu. Mimi ni Anko Amiri, Anko wote dunia nzima. Asante na shukrani sana kwa kukaa nasi na kupita nasi kwenye hili la leo lenye ukaribu zaidi na SWAT.